Karibuni tena tutafakari pamoja, na tafakari yetu inasema Kristo atakuja tena. Na hii ni sehemu ya kwanza yenye kichwa cha habari kisemacho ni nini maana ya majilio. Kanisa linaanza kuadhimisha kipindi cha majilio. Kipindi hiki kinahitimishwa na tukio la kumbukumbu ya kuzaliwa Masiha, yaani Noeli. Sasa swali ni je, tunaweza kusema kuwa majilio ni maandalizi ya Noeli? Tunaweza kujibu kwa haraka kuwa majilio ni maandalizi ya Noeli. Kumbe sivyo. Majilio ni zaidi ya maandalizi ya Noeli. Kwa maana nyingine, Noeli ni sehemu ya majilio. Kipindi cha majilio kinabeba dhana nzima ya fumbo la imani yetu kwamba Kristo ambaye ni Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi, alikuja duniani mara ya kwanza kwa kuzaliwa kwa njia ya Bikira Maria. Vilevile, Kristo alikufa kama kafara ya agano jipya la Mungu na wanadamu, kama tunavyoweza kusoma katika Yeremia sura ya 31 mstari ule wa 31. Na wanadamu hawa, Biblia inatuambia kwamba Mungu aliwapenda sana, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 17. Kisha Kristo alifufuka kutoka katika wafu, limbuko lao waliolala. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20 mpaka ule wa 26. Na mwisho, Kristo atakuja tena kwa utukufu. Sasa mtu mmoja aliwahi kuniuliza, Yesu anakuja tena kufanya nini? Tunajua ujio wake wa kwanza ni wa kukitafuta kile kilichopotea, yaani kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Je, mara ya pili Yesu anakuja kufanya kitu gani? Huyu bwana aliniuliza swali hili kwa mtego, na nadhani alingojea niseme kwamba Yesu atakuja tena kuhukumu ulimwengu, kama vile tunavyosema atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu. Sasa kama jibu langu lingekuwa ni kwamba Yesu anakuja tena kuhukumu ulimwengu, basi swali lake la nyongeza lingekuwa, je, Mungu katika asili yake anabadilika? Maana katika Yohana sura ya 3 mstari wa 17, Biblia inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa labda niwache na swali hili kabla hatujalijibu, kama tunavyoendelea na tafakuri yetu. Je, ikiwa kama Mungu hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wapokee toba, kama tunavyosoma katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9, je, Yesu anakuja mara ya pili kwa lengo hilo hilo, yaani lengo la kuwakomboa wanadamu, au anakuja kwa lengo la kuhukumu ulimwengu? Sasa tukisema kama Yesu atakuja tena kuhukumu ulimwengu, je, hii inamfanya Mungu atofautiane na lengo lake kwamba yeye hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye? Basi swali hili ni swali zuri sana la tafakari,
na tutalitafakari katika kipindi hiki cha Majilio. Sasa basi, Noeli kama sehemu ya Majilio ina maana hizi. Moja, Noeli ni kumbukumbu ya kuja kwa mara ya kwanza kwa Bwana wetu Yesu Kristo, pale alipoutoa mwili akawa mwanadamu na kukaa na sisi. Mathayo sura ya 1 mstari wa 23. Mbili, Noeli ni kumbukizi kwetu juu ya ujio huo, yaani kutukumbusha ni kwa nini Mungu alikuja duniani na katika hali ya ubinadamu. Na tatu, ni kumpokea Yesu na kumruhusu azaliwe na kukaa mioyoni mwetu. Zaidi ya Noeli ni matarajio ya ujio wa mara ya pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi cha Majilio kinatukumbusha kwamba Yesu atakuja tena. Ujio wa kwanza, yaani kuzaliwa kwa Yesu, ulinenwa na kutabiriwa na manabii na kungojewa kwa shauku sana kwa miaka mingi. Ujio wa pili nao uliahidiwa na Yesu mwenyewe. Mathayo sura ya 24. Pia ujio wa pili ulitangazwa na malaika wakati Yesu alipopaa mbinguni. Malaika alisema, "Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni." Matendo sura ya 1 mstari wa 11. Kama ulivyokuwa ujio wake wa kwanza, ujio wa mara ya pili haujulikani utakuwa siku gani au wakati gani. Yesu mwenyewe alisema, watakuwepo waongo wengi watakaowadanganya juu ya ujio wa mara ya pili, kama vile ulivyokuwa ujio wake wa kwanza. Mathayo sura ya 24. Tena Yesu anatutahadharisha akisema, "Jihadharini mtu asije akawadanganya, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye Kristo, nao watawapotosha wengi." Mathayo 24 mstari wa 4 mpaka wa 5. Kisha Yesu akasema, ujio wa pili haujulikani utakuwa lini, kwani hata mwana, yani Yesu kama mwanadamu, hajui isipokuwa Baba, yani Mungu katika Utatu Mtakatifu. Hakuna ajuaye siku wala saa, hata malaika mbinguni wala mwana, isipokuwa Baba peke yake. Mathayo 24 mstari wa 36. Kumbe basi, ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo unakamilishwa na ujio wa mara ya pili. Hivyo basi, ili tuweze kutambua maana ya ujio wa mara ya pili, tunapaswa kutambua maana ya ujio wa kwanza. Ndiyo maana kipindi cha Majilio kinafuatana na kumbukumbu la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili kutukumbusha na kutupa tumaini la ujio wake wa mara ya pili. Kumbe basi, Majilio ni kipindi muhimu sana katika imani yetu. Ni kipindi cha kutafakari mahusiano yetu na Mungu tangu kuumbwa kwetu, lengo la kuumbwa kwetu na hatima ya baadaye. Katika tafakuri itakayodumu muda wote wa Majilio, tutaangalia ni kwa nini Imanueli alikuja mara ya kwanza, ni kwa nini aliondoka, na ni kwa nini arudi tena. Tafakuri hii itajengwa katika msingi wa huruma ya Mungu kama inavyoelezwa hivi katika Yohana Mtakatifu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee,
ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka ule wa 17. Tumsifu Yesu Kristo.